Simba tukisha malizana na Mashujaa tarehe 1 ya mwezi wa pili, siku ya Jumapili, ndio tunakwenda kwenye vita yenyewe sasa, ambayo tunajiandaa nayo wiki nzima hii. Ni mechi yetu dhidi ya Esperance, ni mechi yetu ya 4 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance kutoka Tunisia. Kuelekea katika mchezo huo, nitoe taarifa kidogo tu zinazohusiana na maandalizi ya mchezo huo. Wapinzani wetu Esperance wanataraji kuwasili kesho, siku ya Alhamis, ukiwa na msafara wao wote ambao wanahusisha viongozi, wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki, na tayari baadhi ya mashabiki wao wameshaanza kuwasili nchini Tanzania. Lakini mchezo wetu huu utachezeshwa na waamuzi wa 4 kutoka Afrika Kusini, na wenyewe wanatarajiwa kuanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Kuelekea katika mchezo huu, tumefanya mabadiliko kidogo kwenye upande wa viingilio, na tumefanya mabadiliko haya kutokana na hali halisi ilivyo. Tumefanya mabadiliko haya ya viingilio kuendana na uhalisia ulivyo. Ni ukweli usiopingika kwamba hali yetu haiko sawa sana. Tumecheza michezo mitatu na kwa bahati mbaya tumepoteza michezo yetu yote mitatu. Haijawahi kutokea ndani ya Simba Sports Club. Ni pigo kubwa, lakini hatukai kinyonge, tunasimama imara, tunakwenda kuipambania Simba yetu, kwa kutambua kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari mioyo yao imeshakufa, kwa kutambua ya kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa, kwa kufahamu ya kwamba wapo wana Simba ambao hawaioni robo fainali, wapo wana Simba ambao hawaioni kesho yetu, wapo wana Simba ambao wanaamini shughuli ya mnyama hatua ya makundi imeishia hapa. Tukaamua kuweka kiingilio ambacho walau itakuwa sababu ya mwana Simba kuchachuka na kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini kama haitoshi, kama kuna kitu tunakihitaji sana tarehe 1 mwezi wa pili, basi kitu hicho ni mashabiki wa Simba Sports Club. Ndiyo kitu pekee ambacho kinahitajika kwa zaidi ya 100% katika mchezo wetu huu. Na kwa kuwa tunawahitaji sana mashabiki siku hiyo, na kwa kuwa siku hiyo mashabiki ndio nyenzo muhimu ya ushindi kwa timu yetu ya Simba, tukasema hata tuweke kiingilio ambacho kila mtu atamudu na itakuwa sababu ya kuja uwanjani. Kama isingekuwa standard ambayo tumejiwekea wana Simba, kama isingekuwa hadhi tuliyokuwa nayo wana Simba, basi mechi hii tungefanya bure. Lakini kwa kuwa kwetu sisi bure ni haramu, tukasema acha tuweke japo kidogo ili wana Simba waweze kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Nyote mnakumbuka na mnafahamu ya kwamba standard yetu kwenye mzunguko katika mechi za kimataifa ni shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa hali haiko sawa sana, tukasema wacha tushushe safari hii iwe shilingi 3,000. Tunaamini hakuna mwana Simba ambaye atakosa shilingi 3,000 ya kuja kuishangilia Simba yake. Na tunawaomba wana Simba, na tunawaomba kweli wana Simba, na tunawahitaji sana wana Simba, na tunawahitaji vibaya tarehe 1 kila mwana Simba aje uwanjani, na ndio maana tukawekea shilingi 3,000. Ni kiingilio kidogo,
hakifanani na hadhi ya Simba, lakini hatuna budi, tumeshikwa pabaya, tumeweka kiingilio hicho ili walau mwana Simba ushawishike, walau mwana Simba uvutike, uje kuishangilia Simba yako, uje kuipa nguvu Simba yako, uje tushirikiane kwa pamoja kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Hiyo ni mzunguko shilingi 5,000. Shilingi 3,000. VIPC ni shilingi 5,000. Mara zote VIPC inakuaga shilingi 10,000, lakini safari hii tukasema tunawahitaji zaidi mashabiki kuliko fedha, wacha tuwekee shilingi 5,000. Tunawaomba ndugu zetu mashabiki wa Simba popote mlipo Tanzania hii, tunawaomba Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1 kwa shilingi 5,000 yako ya VIPC. VIPB mara nyingi huwa shilingi 20,000, lakini safari hii tumeweka shilingi 10,000. Yule mtu mwenye ndoto ya kukaaga VIPB alafu anakuaga pecha lolo, safari hii tumeweka shilingi 10,000. Tunategemea tutakuwa wengi zaidi katika jukwaa hilo kwa ajili ya kuhanikiza na kuishangilia Simba yetu, twende tukapate matokeo mazuri. Amina. Haya tena Simba penzi kwetu mahaba. Huwa mnaifahamu bei ya VIPA inakuwa 50,000, 40,000, 30,000, lakini safari hii VIPA ni shilingi 20,000 pekee. Platinum na yenyewe tumeshusha vile vile kutoka 200,000, kutoka 1,500,000 mpaka shilingi 100,000 pekee. Unapatiwa huduma zote muhimu ambazo huwa tunapata kwenye Platinum, kwa maana ya chakula, usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, sehemu maalum ya kukaa, pamoja na zawadi kutoka Simba Sports Club. Safari hii huduma hiyo utaipata kwa shilingi 100,000 pekee. Lakini Tanzanite ambayo huwa wanakaa VVIP wanapatiwa tiketi ya kukaa VVIP, chakula pamoja na kibali cha kuingia na gari yake, hii ambayo inauzwa kwa shilingi 300,000 wakati mwingine, safari hii ni shilingi 1,500,000 pekee. Na niwatangazie tu ya kwamba kabla hata hajatangaza tiketi hizi za Tanzanite tayari zimeshauzwa na zimeshamalizika. Ndugu zangu ni wana Simba, tarehe 1 Jumapili tunakwenda kuandika historia mpya Afrika. Historia ambayo kila mtu itamwacha mdomo wazi. Tunakubali ya kwamba tumeteleza, tumeshapoteza alama 9 mpaka hivi sasa, na tumebakiwa na alama 9 pekee ambazo ziko mbele yetu kwa maana ya michezo 3. Ndugu zangu ni wana Simba, niko hapa kuambia kwamba alama 9 tulizozipoteza zimeshapotea. Akili yetu hivi sasa, nguvu yetu hivi sasa, shauku na tamaa yetu hivi sasa tunaielekeza kwenye alama 9 ambazo ziko mbele yetu. Dhamira yetu, dhumuni letu, mipango na malengo yetu ni kuchukua alama zote 9 ambazo ziko mbele yetu, na hilo linawezekana sana chini ya Simba Sports Club. Yako mambo magumu tumeshawahi kupitia na kuyafanya na tukayakamilisha. Ziko nyakati ngumu tumeshawahi kupita na tukavuka salama. Yako matokeo mabaya tumeshawahi kuyapitia na tukaamka, na hii ninayowaambia sasa tunakwenda kuishangaza Afrika. Alama 9 zilizobaki ni halali yetu, iwe jua iwe mvua,
tunakwenda kuchukua alama hizo. Safari yetu ya kuchukua alama hizo inaanza kwenye mechi yetu ya tarehe 1 dhidi ya Esperance. Kwa macho ya kawaida unaiona kama kazi ngumu, kwa macho ya kawaida unaona kama haiwezekani, lakini kwa jicho la Simba hii kazi ni nyepesi na inayowezekana kwa 100%. Tusemeni insha Allah. Sisi Simba wenye DNA ya Simba yenyewe, sisi Simba haswa haswa, sisi Simba toka Sandalendi, sisi Simba ya kufa na kuzikana. Hatujakata tamaa na hatujaikatia tamaa. Tarehe 1 tunakwenda kuamkia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunaenda kufia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunakwenda kuchukua alama 3 Benjamin Mkapa. Pamoja na maneno yote ya kwamba uwanja ni mbaya, pamoja na kwamba hatujapata matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni Benjamin Mkapa, pamoja na yote yaliyotokea Benjamin Mkapa, mwisho wake ni tarehe 1 ya mwezi wa pili, tunakwenda kuamsha kila kitu katika uwanja ule. Unaruhusiwa kukata kila kitu, lakini hauruhusiwi kukata tamaa, mwana Simba. Narudia tena, unaruhusiwa kukata kila kitu, hadi kukata roho unaruhusiwa, lakini katu, mwana Simba, hauruhusiwi kukata tamaa. Sisi kwetu hii haijamalizika, sisi kwetu bado asubuhi, sisi kwetu hii bado mbichi, na tarehe 1 mtaenda kuiona Simba halisi. Hatuko tayari kumaliza hatua ya makundi kwa fedheha, na hatuko tayari kuishia hatua ya makundi. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama achukue alama 3. Tutafanya kila lilokuwa ndani ya uwezo wetu Simba twende hatua ya robo finali. Labda Mwenyezi Mungu awe hajatuandikia mwaka huu Simba kwenda hatua ya robo finali, lakini kwa juhudi zote za kibinadamu tutazifanya mnyama aende robo finali, na safari yetu inaanzia tarehe 2, tarehe 1 ya mwezi wa pili. Tunakwenda kumfanya vibaya Esperance, atake asitake Benjamin Mkapa, tunakwenda kumfanya vibaya. Na hili mnisikilize kwa umakini kweli kweli. Jambo la msingi hivi sasa kwa wanasimba wote, tuache kulaumiana, tuache kunyooshiana vidole, tuache kukatishana tamaa. Kama wewe roho yako ni nyepesi, kama wewe ni Simba mgeni, kama wewe roho yako ni ndogo, kama wewe umeshajikatia tamaa, kaa pembeni. Tuachie sisi wenye roho zetu ngumu, tuachie sisi wenye roho za Simba, tuachie sisi wenye mioyo ya Simba, tuachie sisi wenye damu ya Simba, tuipambanie Simba yetu. Wewe kama umeshajikatia tamaa, kaa nyumbani utulie. Tutakukaribisha kwenye robo finali mwezi wa 4 hapo. Tuachie sisi tuhangaike na Simba yetu.
tuachie sisi tupe na Simba yetu, tuachie sisi tupambane na Simba yetu. Wewe kaa nyumbani usubiri, usitukatishe tamaa na usiwakatishe wanasimba wengine tamaa. Waache wanasimba wenye mioyo yao waendelee kupambana, waache wanasimba wenye mapenzi yao waendelee kuipigania Simba yao. Wewe tulia, subiri, na mazuri yanakuja, tutaendelea kushangilia kwa pamoja. Sisi bado tuna imani, sisi bado tuna matumaini, sisi bado tuna uhakika ya kwamba Simba hii ina uwezo wa kufanya maajabu makubwa. Tuna uwezo wa kushinda mechi zote na tukaenda hatua ya robo finali. Sisi bado tuna imani hiyo, bado tuna matumaini hayo. Lengo langu moja kwa wana Simba, sio muda wa kushikana mashati, sio muda wa kutafuta mchawi, wala sio muda wa kulaumiana, wala sio muda wa kumtafuta nani ametufungisha mechi 3 zilizopita. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunashindaje mechi 3 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunapataje alama 9 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunakwendaje robo finali. Yaliyopita yamepita, tunaangalia anayokuja mbele yetu. Ukishazika haukai juu ya kaburi na kuanza kusoroneka, unarejea nyumbani kupanga mipango mingine ya kimaisha. Tumeshamaliza mechi zilizopita, sasa tunaangalia mechi zijazo, tunapataje alama 9.